tunakwenda mahala pa pili. Alghuslu lidukhuli makkata, ni sunna mtu kukoga anayetaka kuingia katika mji wa Makka, mji wa Makka kwa maana ya alharam. Wa daliluhu anna ibn Umar radhiyallahu anhu kan la yaqdamu, alikuwa hafiki Makkata illa bata bidhi tuwa, isipokuwa analala hapo Dhutua, hata yusbiha, mpaka afike na asubuhi hapo. Wayaghtasila, alafu anakoga. Thumma yadkhula Makka naharan, kisha anaingia Makka wakati wa mchana. Wakana yadhkuru ani nabii sallam, na alikuwa anataja bwana mkubwa huyu analolifanya yeye ni kutoka kwa bwana mtume, annahu faalahu, kwamba bwana mtume alifanya hivyo. Lakini hili josho sisi kwetu linakuwa mashaka linakuwa mashaka. Kwa maana gani? Kama mmefikia Madina mahujaji, munakoga kwa ajili ya kuhirimia, iwe hija au umra, munakwenda kufanya hivyo kuhirimia Dhul Hulaifa. Mkitoka hapo mnaingia moja kwa moja Maka. Waliofika Maka kwa kupitia Maka, wakifika katika ndege huko, wanawaelekezwa na wenye uongozi wao katika ndege, hapa ni mahala pa kuhirimia, hirimieni. Tunahirimia ibada ya hija au umra tukiwa katika ndege. Ikiwezekana, kama umepita Dubai, utakoga pale katika uwanja wa Dubai na unabadilisha nguo zako pale, unahirimia ukiwa ndani ya ndege. Kwa hivyo josho hili na mahala hapa wala mahujaji hawapajui. Usiongozane na taasisi ukaiambia taasisi yako nipelekeni mahala panapoitwa Bidhitua na mimi niende nikalale hapo. Sisi tunaokwenda sote hatupajui hapo, wenyewe wenye Maka yao. Sawa. Tukiendelea katika alghuslu liluqufi bi'arafa, pia ni sunna kukoga mtu kwa ajili ya ile siku tukufu, siku adhim ya kuhudhuria katika viwanja vya Arafa katika mchana wa mwezi 9 min Dhulhijja, katika ule mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Sasa mwezi 9 inasuniwa watu kwenda kuwapo eneo la Arafa. Kwa hivyo wakati wanatoka Mina ni sunna wakoge, waondoke pale hali ya kuwa wamekoga kwa nia hiyo ya kwenda kule Arafa. Lakini wakati mwingine siku hizi pia ni shida, mnaweza mkaamshwa usiku, haya watu basi tayari la kuelekea Arafa, mnakwenda kuswali swala ya asubuhi huko Arafa, mnabaki pale tena mpaka baada zawali ndio inaingia huo waktul wuqufi. Tunafahamiana. Wadaliluhu anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yaghtasilu yawma al-idaini wa yawma al-jum'a wa yawma Arafa wa idha arada an yuhrima, na alipokuwa anataka kuhirimia. Rawahu Shafi'i, hadithi ya Meirawi Imamu Shafi'i fi musnadihi, katika kitabu chake cha Al-Musnad maarufu Al-Umm, mjalladi wa 6, hadithi ya 107. Tayyib. Warawa Malik fil Muwatta'i an Nafi'i anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasilu li ihramihi, alikuwa anakoga kwa ajili ya kuhirimia kwake, kabla an yuhrima, kabla ya kuhirimia kwenyewe. Walidukhuli Maka, alikuwa anakoga kwa ajili ya kuingia mji mtukufu wa Maka. Waliuqufihi ashiyata Arafa, na kwa kule kubaki kwake
katika jioni ya Arafa, kwa maana ile siku ya kwenda kuwapo katika viwanja vya Arafa, anakoga Abdallah ibn Umar. 5, alghusulu au heyo alghusulu liramyil jimar, ni sunna kukoga ile siku ya kwenda kurembea katika zile jamarati thalatha, siku ya kwanza ya mwezi 10 jamratul aqaba, unarembea vijiwe vyako 7, unarudi zako kambini, unapumzika kesho baada ya salati dhuhuri au baada ya zawali, unakwenda kupiga majiwe yote matatu kwa mujibu wa maelekezo tulioelekezwa na wanawazuoni wetu. Sawa, isipokuwa siku hizi kuna shengesha kule, kuna watu wanakwenda kurembea kabla zawali, asubuhi wanakwenda tena makundi kwa makundi. Wewe uliotoka Zanzibar ni mwana wa zuoni, usiende ukarembea kabla ya zawali kwa kuwakuta watu wengine wamekwenda, usifanye hivyo. Tumefahamiana? Kwa sababu sisi wakati mwingine tukiyaona mambo yanafanywa kule Maka au yanafanywa na watu mule msikiti wa Maka, basi huona hayo mambo yanakubalika tu kwa sababu yamefanywa kule. Kuna watu kule wanaokwenda hawajui chochote katika dini. Wewe uliotoka hapa mwana wa zuoni mkubwa, ushafahamu Taib, tunaendelea, tuko waljimar, sio hiya almawadhi'u allati yurma, ni mule mwahala ambamo nimeruka Naam, alghusulu liramyil jimar fi kulli yawmin, katika kila siku, min ayami tashriqi thalathati, baada zawali, na hilo lifanyike baada ya kupondoka jua. Li atharin, ziko athari, waradati, zimekuja, fi dhalika kullihi, katika yote hayo tuliyoyasema. Wali annaha mawadhi'u jitimai nasi, lakini mahala penyewe hapa napo ni mahala wanapokusanyika watu. Fa ashbaha alghusla, sawa pakafanana na nini? Kukoga, sawa. Au fa ushbiha, naam, lijtimai nasi, fa ashbaha alghusla laha, ikafanana kukoga kwa ajili ya hilo kwenda kurembea, ghusla aljum'ati, na lile josho la aljumaa. Waljimaru, na hili neno jimaru nini? Hiya almawadhi'u allati yurma fiha alhasa, ni mule mwahala mnamo kwenda kurembewa kwa vile vijiwe. Bimina, katika ardhi ya Mina. Watutlaku aidan ala alhasayati allati yurma bihinna, hili neno jimar vile vile huachiliwa vile vijiwe vyenyewe vikaitwa jimar. Yale makuta yanaitwa jimar, na wakati mwingine vile vijiwe vya kurembea vinaitwa jimar. Tutakuja kusoma vizuri tukifika katika kitabul haji, sawa, insha Allah. Alghuslu lidukhuli almadina, ni sunna kukoga mtu kwa kuingia mji mtukufu wa Madina, almunawwara, mji ambao umepata nuru kwa kuingia bwana mtume ndani yake. Wakati safari ya bwana mtume anakwenda zake Isra na Miiraji, msafara wake ulipita pale Taiba. Akaambiwa bwana mtume, shuka hapa. Akaambiwa swali rakaa 2, akaswali rakaa 2. Akarudi katika msafara wake, akaulizwa, atadiri ya Muhammad, unajua Muhammad, aina sallaita, umeswali mahala gani? Akamwambia, mimi sipajui, wewe ndio unapajua Jibril. Akamwambia, sallaita bi Taiba,
umeswali katika mji mtukufu unaoitwa Taiba, sawa haithu mahala ambapo wewe kama mtume wa Allah utakuja kuhamia, yani mji unapata utukufu kabla hajahamia bwana mtume, kwa sababu atakuja kuhamia bwana mtume, sawa. Basi ni sunna kukoga wakati wa kuingia katika mji huo. Insha Allah Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, kwa rehma zake, miji hii tunayoisoma mitukufu atupeleke tukatekeleze ibada zinazofanywa katika miji hii, innahu arhamur rahimin, sawa. Tayeb, kwa hivyo anasema intayassara lahu dhalika, ikiwa patapatikana wepesi kwa mtu kufanya hivyo, qiyasan ala istihbabi lidukhuli Makkah, kwa kiasi cha kwamba mji wa Makka ni mtukufu, haramu ameiweka Allah au Ibrahim, na mji wa Madina ni mtukufu, haramu ameiweka bwana mtume. Tumefahamiana? Lianna kulla minhuma, kila mji mmoja katika miwili hii, baladun muharramun, ni mji wa heshima. Fa in lam yastati', kama hakuweza mtu, ightasala qabla dukhuli masjidin nabii, ajitahidi basi akoge kwanza kabla hajaingia katika msikiti wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, msikiti bora kabisa, msikiti ambao maksi zake ni kubwa mno. Kuswali swala moja humo unaandikiwa mbele za Allah kama swala 1000 ulizoziswali katika msikiti wa meli 4. Kama Mungu anakupa neema ya mali za halali, nenda ukafanye ibada katika mji wa Makka na Madina. Swala yako moja ya adhuhuri Makka unaandikiwa umeswali swala 100,000 kwa muda wa siku 10. Pengine utakuwapo Makka, kila siku moja ina swala 5 na kila swala moja ina 100,000. Kwa maana ya swala zako 5 itakuwa kila swala ngapi kwa siku moja? Umefahamu Katika maisha yako pengine toka uswali mpaka leo swala za dhuhuri hazijatimia 500,000. Umefahamu? Bado hapo au hujafahamu? Ushafahamu Inawezekana toka umeanza kuswali mpaka leo hivi swala za dhuhuri hazijatimia 500,000. Lakini siku hiyo ukipata nafasi kule ukiswali swala moja tu unaandikiwa umeswali swala 500,000. Neema kubwa hiyo. Weka katika azma na mipango yako. Wewe mfanyakazi, ukisha kustafu, nenda ukamwamkie Allah katika nyumba bora kabisa. Awwala baitin wudhi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Katika aya nyingine Allah anasema man dakhalahu kana amina, anayeingia nyumba ile au eneo la haram, huyo mtu anakuwa yuko katika amani. Allahu akbar. Tayib,